Wanawake ambao wamepata nafasi ya kuingia kwenye mahusiano au ndoa, wengi wana struggle kwa sababu hawajui nafasi walizonazo au nafasi ambayo mwanamke huyu anaweza akaplay, akasimama kwenye ile nafasi na kufanya maisha na kufanikiwa kwenye yale mahusiano. Sasa nimesikia uzito ndani yangu kuongea na kumsaidia mama moja au mwanamke moja kwenye somo hili linalosema nafasi 3 za mwanamke katika mahusiano au katika kujenga mahusiano. Nafasi 3 za mwanamke kwenye kujenga mahusiano au ndoa. Nafasi ya kwanza, na natamani wakina mama wewe uko kwenye mahusiano au kabla hujaingia kwenye mahusiano ikusaidie somo hili, kwa sababu litakupa vitu ambavyo wengi wamevikosa na imewasumbua. Namba moja ni kwamba nafasi ya kwanza ambayo wakina mama wengi wanakaa kwa mazoea ni nafasi ya mke. Yaani mwanamke anapokuwa kwenye mahusiano yake ana nafasi tofauti tofauti. Nafasi ya kwanza, nafasi ya mke. Nafasi ya mke ni nafasi ambayo maandiko, vitabu vya dini vimezungumza kitu cha muhimu sana. Anaposema apataye mke amepata kitu chema, maana yake ukisikia apataye maana yake kuna kutafuta. Simple language. Ukisikia apataye dhahabu maana yake alikuwa anatafuta dhahabu, na kwenye kutafuta kuna either kupata au kukosa. Apataye mke maana yake kuna kutafuta huyo mke. Kwenye kutafuta huyo mke kuna kupata au kukosa. Na unavyosikia apataye maana yake kuna kitu kinatafutwa na kile kitu kinapatwa, kipo katika display au kipo katika hali, alafu huyu anayekitafuta anakipata. Kwa hiyo tunaposema apataye mke maana yake huyu mwanamke ni lazima awe kwenye hadhi au nafasi ya mke kabla hata hajapatwa. Aseme apataye mwanamke, apataye mke maana yake alikuwa tayari ana qualities, ana nafasi, ana sifa za mke, alafu huyu mtu anampata. Sasa anayepata huyu amepata kitu chema, amepata kibali. Lazima kila mwanamke ajifunze kukaa kwenye nafasi ya mke properly. Kukaa kwenye nafasi ya mke si tu kuvaa shela. Kukaa kwenye nafasi ya mke si tu kuolewa, ila ni kufanya yanayompasa mke kufanya, kufanya yanayompasa wife kufanya. Huwa mara nyingi nawaambia watu, kabla hujatafuta husband material, hakikisha wewe ni wife material kabla husband material ajaje. Husband material anatakiwa akukute tayari wewe ni wife material. Likewise na kwa wanaume. Kwa simama kwenye nafasi yake hiyo. Kuna watu ambao wanaingia wakiwa na nafasi ya mke alafu wanaipoteza nafasi ya mke wakiwa kwenye mahusiano. Kwa nini? Mazoea. Mazoea. Complacency. Nafasi ya pili ya mwanamke kwenye kujenga mahusiano na ndoa ni nafasi ya mama. Sio kila mke ni mama mzuri. Nimekutana na wanaume ambao wanasema mke wangu kwenye nafasi ya mke yuko vizuri, ila nafasi ya mama hana muda, mkali, hachagui maneno kwa watoto. Huyo mama ni mke lakini ameshindwa kuwa mama. Kama ambavyo tuna wamama wazuri kwenye nafasi ya mama lakini kwenye mke wamepwaya. Sasa inatakiwa uwe na zote mama, nafasi ya mama. Kwenye nafasi ya mama, quality mojawapo ya muhimu ni sacrifice. Ukianza kushindana na mume wako kwenye namna mna sacrifice muda kwa ajili ya watoto wako, utakoma. Kwa sababu mwanaume hana equality. Nafasi mojawapo ya mama na quality mojawapo ya nafasi ya mama ni kusacrifice. Ukienda kule porini ukaona jinsi ambavyo buffalo wanalinda watoto wao mbali na mamba,
pundamilia wanalinda watoto wao, twiga wanalinda watoto wao, yuko tayari aliwe yeye, mtoto apone. Level ya sacrifice ambayo wamama wengi leo hawana. Unashindana na mume wako kwenye namna ya kukaa na watoto, utapoteza. Sio kila mwanamke, nimesema sio kila mwanamke anaweza kuwa mama, na the fact kwamba una mtoto haikufanyi kwamba automatically uko kwenye nafasi ya mama. Hapana, kuna wamama wao kama wale kuku ambao wanadonoa mayai yao wenyewe. Kuna wamama wao kama wale kuku ambao wanadonoa watoto wao wenyewe. Yaani watoto wakimfuata na wadonoa hawataki. Ndio maana tuna wamama wengi ambao wakizaa wanapeleka kwa ndugu, peleka kwa kaka mtu, peleka kwa mama yake, halei, hatunzi. Na wengine hapa ni mashahidi, mama yako unampenda lakini hajawahi kukutunza, hajawahi kukulea. By the way, wewe mwenyewe unatamani kulea watoto wako tofauti na alivyokulea mama yako, kwa sababu hukuona malezi kwa mama yako. Hukutunzwa kabisa na mama yako. Yuko tayari kujisifia mwanangu, lakini hakufanya chochote kufika hapo ulipo. Alikuzaa peke yake. Huyo alizaa, hakulea. Alizaa lakini hakulea. Nafasi ya tatu ya kila mwanamke kwenye kujenga mahusiano na ndoa ni nafasi ya kinabii, au tuseme hivi, nafasi ya kiutumishi. Ngoja niseme hilo neno, labda utanielewa. Ya kinabii unaweza kuchanganyikiwa kabisa. Nafasi ya kiutumishi. Maandiko yanasema Mungu ameumba jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanaume. Kumlinda huku, ndugu yangu, sio kumlinda kukagua simu yake, sio kumlinda kwa kumtraki, sio kumlinda kwa kumtafutia bodaboda anayemfuatilia anaenda wapi na wapi. Huko sio kumlinda, huko ni kufeli. Huku kumlinda ni kuhakikisha unakuwa muonaji, a prophetess. Hakikisha unakuwa mtazamaji, unatazama vitu vinavyoenda, unamshauri vitu ambavyo vinaweza vikamdhuru, kwa sababu Mungu amekupa kuona. Wale wengine wamesikia nikizungumza kwenye videos kwamba wewe una hisia ya ziada kuliko mume wako. Wewe una mlango wa fahamu wa 6 tofauti na yeye ana 5. Umepewa kuona, una zoom, umekaa juu kabisa pale kama minara ya television, unapokea taarifa, unatuma taarifa, una uwezo wa kupambana kiroho kwa ajili ya familia yako, ukapambana kiroho kwa ajili ya mume wako, ukapambana kiroho kwa ajili ya wakwe, ukapambana kiroho kwa ajili ya watoto wazazi wako. Tabiri kwa ajili ya ndoto zako, ndoto za watoto wako, maisha yao, maisha ya mume wako. Angalia maono yenu yalinde, ya atamie. Wewe you are a mother, unatakiwa uwe embrace kama kuku anavyoatamia na kuwapa joto watoto wake. Usiwe mama kiruka njia, kila sehemu upo wewe, kila kikoba upo, kila sendofu upo, kila kitchen party upo, kila nguo ya hichi umeshona, kila sehemu uko. Hapana, wewe sio nyigu, wewe sio nyuki. Be a wife, simama kwenye nafasi ya kitumishi, kwenye nafasi ya ndoa yako. Nafasi 3 hizi ukiweza kuplay, you are the best, na Mungu akusaidie sana. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.